Moja kati ya mafanikio makubwa ambayo Jaymondi pamoja na mchumba wake Isabella wanaweza kuyasema kiwa wameweka vifua mbele ni hili ambalo wamelifikia sasa hivi baada ya kutangaza kwamba wamenunua nyumba ambayo ipo nchini Denmark, ndiko ambako Isabella anatokea. Sasa wameshare house tour kwenye channel zao za YouTube kuonesha nyumba yenyewe, wakionyesha ilivyo. Ni nyumba nzuri sana kikweli, na naamini kwamba sio cheap. Ni nyumba ambayo bila shaka imewagharimu pesa nyingi. Katika video hiyo wameonyesha furaha yao kubwa sana, kwanza maisha yao mapya katika nyumba hiyo ya kisasa kubwa ambayo Isabella anasema ipo karibu kabisa na familia yake ambayo ipo huko Denmark. Isabella amesema wamehamia karibu na wazazi pamoja na ndugu zake, jambo ambalo linawapa furaha kubwa katika hatua hiyo mpya ya maisha yao. Wawili hao wameeleza kuwa licha ya kuhamia Denmark, wataendelea kusafiri na kutengeneza maudhui kama kawaida, tofauti kubwa ikiwa kwa sasa watakuwa katika nyumba yao ya kudumu ya kurejea kila wanapotoka safarini. Jaymondi amesema hajawahi kufikiria maisha yake yangekuwa kama yalivyo sasa, akieleza kuwa kama kijana kutoka Tanzania kuishi katika nyumba ya aina hiyo ilikuwa ni ndoto kubwa sana kwake. Pia amewashukuru mashabiki kwa kuendelea kufuatilia kazi zao na kuwa sehemu ya mafanikio yao. Na ukiangalia kiukweli wamefanikiwa sana, wana subscribers wengi mno YouTube, ambapo Isabella ana subscribers milioni 10.7 na Jaymondi anao milioni 9.07, na video zao zinatazamwa sana. They are making a lot of money kwa sababu pia video zao zinatazamwa na nchi tofauti. Kwa hiyo ile inaitwa CPM ni kubwa sana kwao, so wanaingiza hela nyingi tofauti na YouTubers kama sisi tuliopo huku Afrika. Kingine sasa, nimeshare hii video kipande hapa, sitaweka kwa sababu ya copyrights. Kama unavyoona ni picha tu, lakini kwenye YouTube, kwenye Instagram nimeweka vipande vichache, na story yenyewe sasa ina comments tofauti. Kuna wale ambao wanawakatisha tamaa, kuna wale ambao wanawapongeza, lakini ni 50 kwa 50 kama unavyojua. Wengine wanasema kwa nini amekubali nyumba iwe Denmark, wakiachana hiyo ndio imekwenda, mambo kama hayo. Wengine wanasema kwa nini watu wanakuwa negative sana. Na kuna comment moja hapa imenichekesha zaidi. Comment hiyo inasema, baada ya kusoma comments nimeamini Tanzania ni nchi ya wachawi, sio nchi ya kukaa kabisa kama unataka kuendelea. Na hii inamaanisha kwamba comments nyingi sana zinamdiscourage, zinamkatisha tamaa Jaymondi. Kwa nini nyumba hii ameruhusu wanunue Denmark na vitu kama hivyo, kwamba hata kuwa na umiliki, unajua mambo kama hayo tena. Lakini wengine wanawapongeza, it's a beautiful house, mashallah. Na huyo anasema, alafu kuna mwingine anasema hata mimi nisingekubali kukaa Tanzania, mpaka nimemsahau Jaymondi wa zamani, hivi alikuwa anafanya nini? Anyways, this is how a person needs to build up. Mwingine anasema Mungu ni Mungu bwana, hakuna kitu ambacho ukiweka nguvu na akili kitakuacha maskini. Huyo mwanamke ni mjanja sana, hawezi kukubali kununua nyumba kwao mume, ameona anunue kwao kabisa. Badala haja anunue Tanzania, amuulize mwenzie Julius kwa Veronica simulizi. Mwanamke ana nguvu sana duniani, hiyo kasema hivyo. Mwanetu jiongeze, kawaulize wakina Eboe wa Arsenal, jitahidi kusevu utakuja kuaibika. Mnasema Jaymondi hivi mnamuona hana akili? Huyo kijana ana akili sana na anajua anachokifanya. Nyie tulieni, nani atalia? So ndo hivyo comments aina hiyo, lakini kikweli ni achievement kubwa sana ambayo Jaymondi pamoja na mchumba wake wamefanikiwa kuifikia, kumiliki nyumba ugaibuni. Niambie mtazamo wako ni upi? Tupia komenti yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.